ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Afya yangu ni njema sana. Imekuwa baada ya kutoka Ruangwa kutana na Mongo kule, nimerudi Mzinga kweli kwa siku ya jana na niliweza kupumzika, na sasa hivi nimeweza kuja Tawini kujumuika na wenzangu. Baada ya kushuhudia mchezo safi kabisa na usajili bora wa Dar es Salaam Africans wa kufungia msimu, hatimaye wananchi mmeenda kuvuna alama 3 pale Ruangwa. Mechi yenu ya ufunguzi ni kama rekodi ambayo inajirudia. Shadrack Isaka Boka Mayday ndio mfunguzi wa msimu wa goli la Yanga kuanzia msimu jana na msimu huu. Kwa kweli niamini, awali Boka nilimwona ni mchezaji ameanza kukwaya, lakini kwa kweli kwa moto alioingia nao sasa hivi Boka, na kwa kweli hata wana Simba wenyewe wanakiri Boka imekuwa ni chaguo la Yanga. Boka imekuwa ni nguzo ya Yanga. Boka amekuwa ni farasi ya kuweza kufukuza klabu yetu ya Yanga. Ingizo jipya, ingizo la dakika za jioni la X Factor ambaye alikuwa anatumainiwa. Mashabiki wote wa Dar es Salaam Africans walikuwa wanatamani kumuona, walikuwa hawatamani kumuona akiuzwa, lakini biashara ikafanyika. Then litani yake imekuwa ya manufaa makubwa ndani ya Dar es Salaam Africans. Watu wamesafiri kwenda Ruangwa, watu wakabaki Dar es Salaam. Pale KMC uwanja ulifurika, watu mpaka wakakaa chini wengine. Kweli ni swala kujivunia katika klabu yetu ya Yanga. Kila mchezaji ana sehemu yake na kila mchezaji anaingizwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa kweli nimshukuru sana JSM kwa jitihada zake, rais wetu Injinia. Kwa kweli kazi kubwa sana aliyoifanya imepelekea hata ndugu zetu, majirani zetu, mahasimu wetu Simba wameona kwa Yanga sio timu lele mama. Wanaona ni klabu ambayo yenye ubunifu wa hali ya juu, wameona ni klabu ambayo ina uwezo wa hali ya juu. Wameona kwa klabu ya Yanga viongozi wao ni watu wa kujituma kwa namna moja au nyingine ili kuweza kuleta mafanikio, kwa sababu hata ukiangalia mchezaji tuliyomsajili toka Simba, wao imekuwa ni gumzo, na sasa hivi imekuwa kwao ni fujo, kwa sababu hata mimi naweza nikatoa ushuhuda kama kuna walinzi pale aliwezaje kutoka saa 5 ya usiku wakati walishinda naye, walicheza naye, walikula naye. Uone ni jinsi gani Yanga wako kimbinu ya soka katika taifa letu la Tanzania, na naamini kabisa mwandishi wa habari, tunaenda kuingia klabu bingwa, na klabu bingwa naamini kabisa fainali inaonekana mbele yetu. Ndio ukiangalia Yanga jinsi inavyocheza, ukimwangalia mtani jinsi alivyocheza, lakini yote Yanga iliyo bora inajengwa na wanachama imara wa ndani ya Yanga na mipango ya tawi la wakali wa Mzinga ni kuifanya Dar es Salaam Africans kama timu kuanzia huku kwenye msingi wa mashabiki kuwa tawi imara ambalo linailisha Yanga ambayo iliyo bora. Mpaka sasa hivi mwelekeo wenu ni upi wa tawi la wakali wa Mzinga? Mwandishi wa habari, tawi letu wakali wa Mzinga ni tawi mama katika kanda ya kusini. Ukianzia kanda Temeke kuelekea kusini, nafikiri ni tawi mama. Ni tawi ambalo linajitoa kwa namna moja au nyingine. Umeshuhudia juzi tumeweza kupata tuzo ya usafiri. Nasi kwa kweli tunahakikisha klabu wakali wa Mzinga walipo na nasi tupo. Waende Bukoba tupo, waende Arusha tupo, waende Zambia tupo. Naomba tuwaunge mkono kama wao wanavyojitahidi kutupa faraja, nasi nao wategemee kupata faraja kutoka kwa wakali wa Mzinga. Starehe gharama, hatutopoa katika ligi, tutahakikisha kabisa tunakuwa ndani ya sherehe, ndani ya furaha katika klabu yetu ya Yanga. Kituo kinachofuata ni mechi dhidi ya Coastal Union pale kwenye dimba la KMC Stadium Kinondoni. Mwandishi wa habari, kwa sasa hivi klabu ya Yanga haina pressure na timu yote. Klabu ya Yanga sasa hivi inaenda kutimiza hitajio la ligi. Tunaenda Coast, najua ni mtoto wetu, ataendelea kupokea kichapo na atarudi kwao Tanga kwenye barabara 14 aendeleze kwenda kufagia nani barabara kule. Nasi tutakuwa katika kuendeleza soka la Tanzania katika nchi yetu ya Tanzania, na wakali wa Mzinga tuko pamoja katika kuisupport klabu yetu na viongozi wetu wa klabu ya Yanga. Starboy Alani Okello ni ingizo la muda mfupi sana ndani ya Dar es Salaam Africans. Ulio Depu ni ingizo la muda mfupi ndani ya Dar es Salaam Africans, lakini ndio maingizo ambayo Yanga yameenda kuwanufaisha kwenye dirisha hili kubwa. Wamepata hela ya kutosha na change imebaki na biashara imefanyika.
Mwandishi wa habari, mimi katika ufahamu wangu au kumbukumbu yangu, mtoto ukimsomesha lazima akatafute kazi. Okero alikuja, Depo alikuja kwetu, hakuwa kwenye viwango vya juu, tumeweza kuwatrain na ameweza kuonekana katika ulimwengu, na sasa hivi tunapaswa kuambia bwana, sasa nendeni mkaonyeshe mpira ulimwengu kama vile tulivyomtoa Mayele. Sasa hivi anaonekana katika ulimwengu huu, katika dunia hii, Mayele anafanya vyema na ametokea klabu ya Young Africans, sio ametokea Kongo, lakini kwa kweli ni sisi ndio tuliompika Mayele, na sasa hivi naomba nikuhakikishie hawa wachezaji wawili tumeshawapika, na sasa hivi wanaenda sokoni na kule watapikika kuwa wametoka klabu ya Yanga. Neno la kumalizia kwa mashabiki na wanachama wote ambao wanatamani kujiunga na tawi bora kabisa la zoni hii ya Temeke, tawi la wakali wa Mzinga, neno la kumalizia la kuambia. Asante sana mwandishi wa habari. Binafsi ni mwenyekiti wa wakali wa Mzinga, kwa jina naitwa Oscar Mpambalioto. Kwa kweli nitoe kwanza pongezi kwa mjumuiko wa viongozi wa tawi langu, nitoe pongezi kwa wanachama kwa mshikamano ulioko. Sasa niombe yale matawi ambayo kidogo yanayumba yumba, ni vyema wakaja kwenye tawi bora kati ya matawi bora yaliyoko Tanzania. Tuna haki ya kujivuna, tuna tawi bora na mwenyewe ni shuhuda. Hebu ungerudisha nyuma uone gari la tawi letu ili watu waamini kuwa ni tawi bora. Kuna gari hapa, hali ambayo liko linaongozwa na wakali wa Mzinga, ni gari la wakali wa Mzinga. Sasa hivi na mipango mikubwa sana wa kuweza kununua Costa ili tuone tunapata furaha katika usafiri, tunaona tupate furaha katika tawi letu la wakali wa Mzinga. Kwa hivyo naomba niwakaribishe wote waweze kujiunga na tawi la Mzinga. Tawi la wakali wa Mzinga ni tawi lenye upeo, lenye hekima, lenye kuangalia mbele juu ya maendeleo ya klabu na maendeleo ya tawi letu. Shukrani sana. Asante sana.